Na bila shaka hujambo mtazamaji wa Azam TV, ni nafasi nyingine tena ya kukutana hapa kuweza kufahamu yale ambayo tumekuandalia usiku huu. Kuna mimi Akida Kilango na kusihi uwe nami hadi tamati. Na moja kwa moja tukianza kutazama mshike baada ya kusimama kwa takriban juma moja kupisha kalenda ya FIFA. Uhondo wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara utaendelea tena kesho kwa mchezo mmoja kupigwa pale katika dimba la Airtel Stadium, ambapo katika mchezo huo Singida Black Stars watakuwa wenyeji wa matajiri wa jiji Azam FC. Kuelekea katika mtanange huo utakao kutanisha Singida Black Stars dhidi ya Azam FC, kikosi cha matajiri wa jiji Azam FC kimefanya mazoezi yake ya mwisho katika uwanja wa Airtel mjini Singida tayari kwa ajili ya kuwavaa wenyeji wao Singida Black Stars saa 10 kamili jioni. Mapema hii leo akizungumza wakati wa mkutano na waandishi wa habari, kocha mkuu wa Azam FC Florai Benge amekiri kuwa anakwenda kucheza dhidi ya mpinzani mgumu Singida Black Stars. Preparation was difficult because maandalizi yalikuwa magumu kwa sababu wachezaji wengi hawakuwepo, lakini wale waliokuwepo walijitahidi sana. Ila hatuwezi kulalamika kwa sababu waliokuwepo katika majukumu ya timu ya taifa wamerudi jana, na ninawaona katika mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Ninafahamu mchezo wa kesho utakuwa mgumu kwa kuwa Singida sio timu ndogo. Msimu uliopita tulimaliza watatu, nao walimaliza wanne katika msimamo wa ligi, na tukashiriki nao kwenye kombe la shirikisho, tukaingia hatua ya makundi. Mchezo huu una hadhi ya Afrika na sio Tanzania pekee, hivyo ni muhimu sana kwa Tanzania kuwa na timu za aina hii. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutusafisha salama kutoka Dar es Salaam hadi kufika hapa Singida. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri tumefanya mazoezi ya Dar es Salaam, na kama ilivyokuwa kawaida leo tunaenda katika section yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wa kesho. Sisi kama wachezaji tupo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho, na tunajua umuhimu wa mchezo wa kesho kwamba tumekuja hapa kwa ajili ya kupata pointi 3 kama mwalimu alivyosema mara kwanza. Tumekuja hapa sio kwa sababu ya kutafuta sare au kuluzi mchezo. Sisi tumekuja hapa kwa ajili ya kutafuta pointi 3 katika mchezo wa kesho. Na timu nzuri, na sisi kama Azam tumejipanga vizuri, na kesho utakuwa ni mchezo ambao ni mzuri sana. Kwa upande wa wenyeji Singida Black Stars, wao wamehitimisha maandalizi yao mapema hii leo wakiamini kuwa kilichosalia sasa ni utekelezaji wa kuzisaka alama 3 nyumbani. Singida Black Stars wanataka kutumia uwanja wao wa nyumbani kwa faida na matokeo chanya ambayo yatawasogeza kwenye nafasi za juu zaidi katika msimamo wa ligi kuu soka NBC, ikiwa ni sehemu ya kutekeleza malengo yao. Hayo yameelezwa muda mfupi baada ya kukamilika kwa maandalizi yao kuelekea katika mchezo wa kesho dhidi ya Azam FC. Nacheza nyumbani na of course history inakuanga pale, na reality ni kuwa once a bogey team always a bogey team. So hiyo ndio reality tunaangalia katika football. So of course tunajua Azam ni timu nzuri, na of course tuanga tuna upinzani mkali sana nao, na kucheza nyumbani kama Singida Black Stars wanga tumeimarika. Kwa hivyo ni kitu muhimu, tunangependa uendelee. Wachezaji ndio wanaweza badilishwa from one or another, wakufunzi pia wanaweza kuja one or another, lakini of course inaitwa derby game. So katika derby game ama duel game, always advantage. Of course kama uko nyumbani lazima uchukue yale point 3. Hayo ndo mawazo ambayo tuko nao kwenda kwa mechi yetu na Azam. Sisi kama wachezaji tunajisikia vizuri kwa sababu kuna baadhi ya mechi tumefanya vizuri, kuna baadhi ya mechi hatujatimiza malengo yetu vizuri, lakini pia tumepata mapumziko kwa sababu ukiangalia tulikuwa na mfululizo wa mechi. Kwa hiyo sasa hivi tunajisikia vizuri, ukiangalia tuna morali kubwa kuelekea mzunguko wa pili, na tuna morali kufanya vizuri zaidi, hatutaki kufanya makosa yale ya mzunguko wa kwanza. Kwa hiyo tunajua tuna mchezo mgumu dhidi ya Azam, lakini pia tunajua ni timu nzuri, lakini pia sisi tuna wachezaji wazuri, tumejiandaa vizuri, na tunaamini tutafanya mchezo mzuri, tutapata ushindi. Hii ni mechi kubwa sana. Na kwa upande wetu kama Singida Black Stars maandalizi yamekamilika kwa 100%. Kinachosubiriwa hapa ni muda wa mechi kesho saa 10 jioni katika dimba la Airtel. Sasa mashabiki wetu na mashabiki wa soka hapa Singida wanatakiwa wafahamu hii ndio mechi kubwa iliyobaki ambayo tunacheza nyumbani katika kipindi hiki. Tunawakaribisha sana wajitokeze kwa wingi, wanunue tiketi kwa wingi, na tayari tiketi zinauzwa huko kupitia N-card kwa shilingi 2,000 mzunguko na shilingi 5,000 VIP. Mimi naomba wanunue tu tiketi. Hayo mambo ya dakika 90 waachie wachezaji, waachie benchi la ufundi, na uzuri wanaijua Singida Black Stars ikiwa imejeruhiwa hapa nyumbani.
Tuwageukie sasa mashabiki wa Singida Black Stars wametamba kuishusha Azam FC katika mchezo wa kesho utakaopigwa katika dimba la Airtel Stadium mjini Singida. Tarajia mchezo wenye ushindani sana. Maana ukiangalia mchezo wa nyuma Azam dhidi ya Mashujaa kule Kigoma wametoa sare. Ukiangalia na mechi ya mwisho ya Singida Black Stars walipata ushindi. Kwa hiyo Azam anapokuja hapa Singida lazima aje kutafuta matokeo mazuri. Aendelee kwenye msimamo wake ule mzuri wa ushindani. Na Singida Black Star yuko nyumbani na atahitaji ushindani wa hali ya juu na kupambania pointi 3 zibaki nyumbani. Nampa nafasi Singida kwa sababu kutokana na upana wa kikosi chake ulivyo. Kwa hiyo wanaweza wakifuata maelekezo ya mwalimu wanaweza kupata ushindi. Nao baadhi ya mashabiki wa Azam FC wameahidi kuhakikisha wanaondoka na alama zote 3 za ugenini hapo kesho. Mchezo wa hapo kesho kati ya Azam na Singida, mimi naona nampe Azam. Sababu Azam kutokana na ubora walionayo sasa hivi. Singida naye pia ni wazuri. Singida naye pia ni wazuri, ana wachezaji wazuri pia. Wanacheza vizuri, kwa hiyo tarajie mchezo mzuri zaidi kuona kesho. Mchezo sawa utakuwa mgumu maana na Singida nao naona wamejipanga, lakini sisi kama Azam kushinda ni 100%, maana na sisi tumejipanga pia. Yaani mtu unampigia nyumbani. Tunakuja tunampiga, yani tunampiga tena. Tupo vizuri, tumejipanga, kikosi kiko vizuri, kimekamilika, mazoezi ya kufaa yako vizuri, tuko vizuri kabisa. Naamini tunampiga Singida. Tunatarajia kwamba kuona mpira safi, na kwa kikosi chetu cha Azam FC tunatarajia kwamba mpira mzuri, lakini tuna matumaini makubwa kwamba tunaondoka na matokeo. Kocha wetu Florent Ibenge ni kocha mzuri kweli kweli na anajua kupanga timu yetu. Kwa hiyo naamini mchezo wa kesho tunaenda kupata matokeo mazuri kwa aina ya wachezaji tuliokuwa nao. Sisi tuna kikosi kizuri. Turejee sasa hapa Dar es Salaam ambapo kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba leo kimefanya mazoezi katika uwanja wa Bunju Mo Arena kikiwa kamili kufuatia kurejea kwa nyota waliowasili kutoka kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars waliokuwa katika michezo ya FIFA Series 2026 kurejea. Simba inajiandaa na mchezo dhidi ya Coastal Union ambao utachezwa Alhamisi hii ya Aprili 2 kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo hapa Dar es Salaam. Simba ilirejea kwenye uwanja wake wa mazoezi Ijumaa ya wiki iliyopita na sasa wako tayari kuhakikisha alama 3 zinasalia nyumbani kama anavyoelezea meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Simba Ahmed Ali. Maandalizi kuelekea mchezo wetu dhidi ya August Wakaya Coastal Union yanakwenda vizuri. Tumerejea katika uwanja wa mazoezi tangu siku ya Ijumaa mara baada ya kumalizana na TRA, tukawapa wachezaji wetu mapumziko ya siku 4 kwa maana kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Alhamis, na Ijumaa rasmi tukarejea katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena. Kwa hiyo tumefanya mazoezi kuanzia Ijumaa, tumekwenda Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu mpaka hii leo Jumanne. Takriban siku 4 hizi mambo yamekwenda vizuri kweli kweli. Kesho Jumatano tunamalizia programu yetu ya mwisho ya mazoezi, na Alhamis ya tarehe 2 tunaamkia uwanjani Meja Samuyo kwenda kuendeleza mwendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Niseme tu kwamba mechi yetu na Coastal Union ni moja kati ya mechi ngumu mno ambazo huwa tunakabiliana nazo katika ligi kuu ya NBC. Coastal ni miongoni mwa timu ambazo msimu uliopita zilichangia kwa namna kubwa kuipotezea Simba malengo ya kuchukua ubingwa. Sare ya bao 2-2 ambayo walitulazimisha katika uwanja KMC ni miongoni mwa sare ambayo ilitupelekea kudondosha alama 2 na hatimaye tukapoteza malengo yetu ya kuchukua ubingwa. Tunakwenda kukutana tena na mpinzani huyo safari hii katika uwanja Meja Samuyo, tukiwa na kumbukumbu na jeraha kubwa ambalo alitusababishia katika msimu uliopita. Safari hii tumejipanga vizuri, tuko sawa sawa, tunataka kwenda kufuta yale makosa na kuchukua alama 3. Tunafahamu mechi itakuwa ni ngumu, na cost ya msimu uliopita na cost ya msimu huu, cost ya msimu huu ni bora zaidi. Ina wachezaji wengi mahiri wenye uwezo mkubwa, na watakwenda kufanya mchezo wetu sisi na wao kuwa ni mechi ngumu kweli kweli. Lakini sisi tumejipanga,
tumejidhatiti kwenda kupambana na kupata alama 3. Tunaamini kwa ubora wa timu yetu tuliyokuwa nayo, na uzuri ni kwamba timu tuliyokuwa nayo sasa ni tofauti kabisa na timu ambayo Coast wanaifahamu ama timu ya msimu uliopita. Hivi sasa tunao Simba mpya kabisa ambayo hakuna kiumbe yoyote wa Tanzania hii ambaye anayejua Simba hii ni ya aina gani. Wanaojua hii Simba ni ya aina gani ni wale wote ambao tayari wamecheza na sisi, lakini wengine wote ambao hawajakutana na Simba hawaifahamu Simba ni timu ya aina gani. Inawezekana wachezaji wa Coast wakikaa wakasema wanamfahamu Anicet Oura kwa sababu tu wamemuona kwenye mechi kadhaa, lakini kiuhalisia hawamjui Anicet Oura ni kiumbe wa aina gani. Hawamjui vizuri Libase Geye ni binadamu wa aina gani. Hawamjui kwa undani Nixon Kibabage ni binadamu mwenye maajabu ya aina gani. Hawamjui Kagoma Yusufu ameongezeka ubora wa namna gani. Hawaelewi kindani kabisa Loemba anafanana vipi na mpira wa miguu. Kwa hiyo hawajui Simba yetu, na huwezi kuijua Simba hii mpaka ukutane nayo. Kikosi cha Ogosi wa Kaya Coastal Union tayari kipo ndani ya Dar es Salaam na jioni ya leo kimefanya mazoezi yao ya kwanza katika uwanja wa Lugalo. Coastal Union inajiandaa na mchezo wake wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara Alhamisi hii dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Mchezo huo ni wa kiporo raundi ya 9 ya ligi ambayo kwa Wagosi wa Kaya wamedhamiria kurejea Tanga na alama 3 za ushindi mbele ya Simba, kama anavyothibitisha ofisa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Hussein Mchomvu. Tunafanya maandalizi ambayo tutafanya tushinde ndani na nje ya uwanja. Ndani ya uwanja nikimaanisha kiufundi, mwalimu namna ambavyo na coach wachezaji wake na kuandaa mpango maalum wa kwenda kumkabili Simba, lakini nje ya uwanja ni kwenye hamasa, namna ambavyo sisi viongozi kwa kushirikiana na wanachama wetu tumehamasishana kwa nguvu kuhakikisha support ya kutosha inatoka kule Tanga na kuja hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kuwapa wachezaji wetu nguvu kwenye mchezo wa tarehe 2. Kwanza katika faida ambayo sisi tumepata, tumecheza mchezo wa mwisho tarehe 8 March. Mchezo ambao ulikuwa ni CRDB Federation dhidi ya Stand United. Baada ya pale tulitoa mapumziko takriban siku 5 kwenye kikosi chetu. Timu ikarejea tarehe 14 March, kwa tumepata kama wiki 3 hapa za kukaa kambini. Huko kuimarika ambako na kuzungumzia wewe tulikuona kabla huu muda ambao unazungumzia hapa. Kwa hiyo kama na huu muda pia tumeupata kiufundi, na maanisha ni kwamba mwalimu atakuwa amefanikiwa kwa asilimia zote namna ambavyo ameandaa timu yake kuelekea mchezo huu. Siwezi kuzungumza sana technically, lakini ninachojua ni kwamba amefanya homework, amejiandaa vilivyo. Nikizungumza naye ananiambia namna ambavyo anautaka huu mchezo kweli kweli. Ofisa habari huyo wa Coastal Union Hussein Mchomvu. Huu ni mshike, tupate mapumziko mafupi. Asante kwa kuendelea kufuatilia mshike, bado upo nami Akida Kilango. Wapenzi na mashabiki wa Coastal Union wamesema kuwa wamejipanga vilivyo kusafiri kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kuishangilia timu yao wakati itapokuwa ikikipiga dhidi ya Simba Sports Club. Taarifa zaidi na Mariam Shedafa kutoka Tanga. Ni shamra za mashabiki na wapenzi wa Coastal Union kuelekea mchezo dhidi ya timu yao na Simba Sports Club ambayo itachezwa Alhamisi hii. Hapa tunaye shabiki wa Coastal Union ambaye atatuambia maandalizi yenu yakoje kuelekea mchezo. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha hadi leo kwa salama usalimini. Maandalizi yetu sisi bwana tuko ngangari. Na kiukweli tunawaheshimu Simba. Najua wenzetu wako vizuri, lakini sisi kwa sababu tumeingia vitani tutakwenda kupigana. Tuko vizuri na alhamdulillah timu yetu safari imekuwa nzuri na nzuri zaidi tena. Ila game tunahitaji kuliko wanavyohitaji wao. Na wafikirie kwamba Coast ana shida na alama 3 kuliko jambo jingine kwenye mchezo huo wa tarehe 2. Kwa hiyo wajiandae. Tunaitaka game sisi Mangushi, sisi Coastal, na tutakuja kwa wingi. Tutakuja kwa wingi kuwaonyesha wana Dar es Salaam kama tupo Tanga vile. Kumbe tuko Dar es Salaam. Yangu ni hayo. Tumejipanga vya kutosha. Tunaitaka alama 3 kwenye mechi ya tarehe 2. Japo kwa amefanya usajili wao dirisha dogo, sisi pia tufanye biashara yetu dirisha dogo. Kwa naamini kwamba ukubwa wao sisi hatuogopi, na Simba pia sisi hatuogopi. Tuko ngangari, tunakaa kwamba tunatoka na pointi zetu 3. Kwa inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwanza tunawatangazia kwamba kuna basi 3 zinakwenda Dar es Salaam. Na kuna Fadhili ambaye kajitolea
simweki bayana, ila si wenyewe tunamfahamu. Kwa hiyo Simba tunakuja na mjiandae, tunawaheshimu na tuna kila la kheri kwa Coastal Union. Coastal Union hoye! Kitu ambacho napenda kuambia mashabiki wa Simba ni kwamba wajiandae, safari tunafunga magoli 3, alama 3, tumejipanga na mechi itakuwa rahisi. Ni tambo hizo za mashabiki wa Coastal Union Wagosi Wakaya wakisema kwamba tarehe 2 wanakwenda kurudi na ushindi hapa Tanga. Kutoka hapa Mkwakwani, Mariam Shedafa, Azam Sports. Mashabiki hao wa Coastal Union na wote wanakuambia kwamba waja Dar es Salaam. Tuendelee kutazama mengine katika mshike. Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba jijini Dar es Salaam wametamba kubeba alama 3 dhidi ya Coastal Union katika mchezo huu ambao utachezwa saa 1 kamili kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, mchezo ambao utapigwa April 2. Mchezo wa kesho ni game ngumu, lakini sisi kama Simba kwa dirisha hili na usajili tuliofanya wanapasuka. Hapa ni Libasegwe na Aura katikati na mtu mmoja aitwa Kagoma. Sio kwamba Kagoma kwamba wamekataa, yani Kagoma kuondoka katikati, shughuli wanayo. Sasa hivi timu yetu ya Simba iko vizuri sana, na hasa kutokana na usajili uliosajiliwa sasa hivi tofauti na mwanzo sana. Na tunategemea 100 ni kwamba kesho tunaweza tukashinda na tukachukua ushindi inshallah. Kwa kweli mechi ya kesho tunaitaka sana, na tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie kesho wachezaji wetu waamke salama, wacheze kwa uzuri na tushinde. Kesho tunaenda kufanya mauaji makubwa, lakini si kwa sababu tu ya kuitwa Simba Sports Club. Tunazungumzia performance ya Simba sasa hivi tokea ilikotokea mpaka hapa ilipo. Kwa hiyo kikubwa kesho mauaji kwa kwenda mbele. Tumejiandaa vizuri kuweza kuishinda Coastal Union, na mechi ya kesho itakuwa ngumu, lakini tutashinda kutokana na uwezo wa timu yetu ya Simba Sports Club. Kumbuka Simba sasa hivi ndio timu ambayo ina mvuto Kumbuka sasa hivi ndio Simba ambayo ikicheza uwanjani kila mtu anatamani kuiangalia. Kumbuka sasa hivi Simba ndio ina wachezaji ambao mtu yoyote akienda uwanjani anatamani kuwataja hata kwa majina. Kikosi changu sasa hivi kiko vizuri. Siku zote mkubwa anajikosoa mwenyewe, anapoteleza hasemi, ila anakaa pembeni anapambania ushindi wake. Sasa hivi tuko vizuri, mpaka wenyewe wanasema. Kuna mtoto anaitwa Aniseti Aula kawakomesha sana, yani wanakili kuwa pale mbele. Sitaki kusema kuna mtu anaitwa Rushain The Rock, hatari kabisa. Mchezo wa kesho na Coastal, ushindi lazima. Simba ni timu kubwa na tunajiamini, tuna wachezaji wa maana, sawa. Ushindi lazima, na mwaka huu kombe litatua Msimbazi. Tumaini ya mchezo wa kesho ni matumaini makubwa sana, sababu kikosi chetu kimeimarika kwa sasa, japo kuna wachezaji wengine wameenda kimataifa, lakini tunaamini walobakia wanaiweza kazi sana, mzuri sana. Mchezo wenyewe utapigwa Aprili 2 na si Aprili 1 kama wanavyozungumza mashabiki hao, lakini yawezekana ni furaha ya kuelekea mchezo huo, ndio maana basi wakajikuta wakisema ni hapo kesho, lakini mchezo wenyewe utapigwa Aprili 2 saa 1 kamili usiku pale Meja Jenerali Samuyo, na kukujia mbashara kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Lakini tukiendelea kutazama mengine, baada ya mchezo wa Simba na Coastal Union, wekundu wa Msimbazi Simba rasmi watakutana na kibarua cha Mzizima Dabi Aprili 5 katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Simba watakuwa wageni wa Azam FC ambao na wenyewe kesho wana kibarua pale Airtel Stadium dhidi ya Singida Black Stars. Tumezungumza na nyota wa zamani wa Tanzania Jabir Azizi Stima pamoja na Uhuru Selemani Mwambungu, waliwahi kucheza kwenye klabu hizo mbili kwa nyakati tofauti, ili kupata maoni yao kuelekea katika mtanange huo. Kwa kweli mechi itakuwa ni ngumu sana, tofauti na vile walivyozania. Na fikiri hizi timu zote mbili kuna marekebisho makubwa yamefanyika. Angalia hata Azam walipata matokeo kwa Simba. Azam walikuwa waliumba kidogo, kwa wameweza wamejipata. Of course kuna maingizo mapya yalikuja Azam kina Midmau na wengine, lakini Azam ikaanza ikawa imejishika muda huo. Simba nao kama kidogo walikuwa wameteteleka, lakini kwa sasa hivi Simba nao wamejipata. Wapo vizuri, nafikiri walifanya usajili wakina Chama kurudi kwenye timu na wachezaji wengine wa kigeni waliongeza. Nafikiri mechi itakuja kuwa mechi moja nzuri sana. Kwa cha kwanza Simba watakuja kwa nia kwanza, wamepoteza mechi iliyopita. Wanaelewa pia katika na kingine walikuwa wamepoteza, lakini kwa mimi kwa mtazamo wangu Simba ilikuwa kidogo kama haipo sawa. Kwa sababu Simba wamejipata, yani kuna tofauti ukiona ile mechi walipocheza na hapa mechi zao za katikati, hapa unaona kuna tofauti kubwa sana. Na vile vile ukijaza kutoka wamecheza ile mechi, nafikiri walikuwa na muendelezo mzuri mpaka saa hizi hapa walipokuwa
sidhani kama kuna manani makubwa sana, lakini Azam wako very strong na Simba nao wako very strong, kwa tutegemea mechi moja nzuri sana ambao mimi sasa hivi kuniuliza nani anashinda siwezi kukupa majibu la moja kwa moja. Watanzania karibuni wote wanaenda kuiangalia hii mechi, na wapo watakuja uwanjani, watakuwa wanaangalia kwenye TV, ila kikubwa cha kwanza ukiangalia ni kwamba kila mtu akaonyesha kipaji chake cha kwanza, na cha pili wakacheze mpira ambao kila mtu akaenjoy nao, sije kuwa na tena, kwa sababu ni dabi naongelewa hivi, kwa tena foul nyingi, kwa kufanya vitu ambavyo hadi utovu wa nidhamu katokea uwanjani, kitu ambacho kitakuwa sio kizuri. Yaani ukapigwa mpira kila mtu akishatoka pale kuangalia mechi sema ile mechi imechezwa kama mechi iliyoisha. Fahamu Simba kama ni timu ambayo sio timu ya kupoteza. Kwa inapofika stage Simba inapoteza, kuna sababu kubwa sana ambazo zinakuwa nyuma ya huo udhaifu. Ukiangalia Simba kafungwa na Azam, kapoteza baadhi ya michezo ya kimataifa, kuna sababu ilikuwepo. Lakini pia ukitazama Simba ya wiki 3 nyuma au mwezi mmoja nyuma, unagundua kama ule udhaifu waliutambua na waliufanyia marekebisho. Kwa hiyo naona kama Simba wanaweza kwenda kuamka sasa. Lakini nikitazama pia Azam ni timu ambayo iko tofauti na timu za miaka yote. Azam hii ya mwaka huu ni timu ambayo iko tofauti. Labda kidogo ile Azam ya Kiprechechi ilikuwa kidogo ina mwamko kama huu, lakini hii Azam ya sasa ile ya Kiprechechi ilikuwa nzuri sana ndani ya uwanja, lakini kwenye benchi kidogo haikuwa strong. Ila hii sasa ukiangalia kwenye benchi iko strong, ndani ya uwanja iko strong, wachezaji wa akiba wako strong. Na kwa maana unaposema kwenye benchi kwa maana ya technical bench, coaches, managers wako vizuri sana kiasi kwamba unaona kabisa kwamba jamaa sasa hivi wako serious. Mechi ya Simba na Azam still bado naipa draw, lakini kama itabadilika basi Simba anaweza kuibuka na ushindi. Sio mchawi, lakini nasema ukiangalia hizi mechi za nyuma 3 unaona kama kidogo Simba wamekuwa na hali ya kutafuta ushindi. Tugeuke sasa mabingwa watetezi wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara Young Africans wamerejea katika uwanja wa mazoezi na tutalitazama hilo hapo baadaye, lakini kwa sasa kwanza nitazame kile ambacho umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, na nitakusomea lile swali pamoja na kile ambacho umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu mbalimbali ikiwemo Instagram pamoja na Facebook. Na swali lilikuwa likihoji ni Singida Black Stars dhidi ya Azam FC na Simba Sports Club dhidi ya Coastal Union kabla ya Mzizima Derby. Je, nani kuingia na kicheko Aprili 5? Swali ni hilo, lakini tutazame maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Instagram. Solomon Njikwa Nzega anasema mimi naona mechi ya Simba ya tarehe 2 itakuwa ngumu kidogo kama wachezaji watawazia mechi ya Azam, ila kama watacheza kwa kuangalia mechi hii kwanza watapata ushindi, ila Azam mechi yake dhidi ya Singida ina ugumu mkubwa sana. Niseme tu kila laheri Simba na Azam hapo kesho na kesho kutwa. Lakini Nova Benedict anasema hapo naiona Simba ikienda kwenye Mzizima Derby ikiwa imetoka kwenye ushindi, kwani Azam amekuwa na performance ndogo na matokeo ya sare katika viwanja vya ugenini. Kwa Azam FC hii ni big match before Mzizima Derby. Wakati Victor B anasema kwa Geita Gold City anasema Simba hawajiandae vyema, hizi mechi mbili ni ngumu sana. Coastal Union yuko vizuri, Azam yuko vizuri, tukizubaa tunapoteza mechi moja. Hayo ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika ukurasa wetu wa Instagram. Tugeukie sasa Facebook. Huyu ni Boka Junior Boka anasema hizi mechi za Azam na Simba zimekaa kimtego sana, kwani zinaweza zikapelekea timu zote zikaingia kwenye mchezo wao zikiwa zimepoteza kama watatoa kipaumbele kwenye mchezo wao wa dabi badala ya mechi zinazotangulia za tarehe 1 na 2. Lakini Lupungula Junior Nasibu yupo Tabora Tanzania anasema kwa maoni yangu gemu itakuwa ngumu kwa Azam FC kwa kuwa kwanza yupo ugenini, pili ana gemu na Simba tarehe 5. Lazima Azam FC ataweka nguvu kubwa katika gemu ya Mzizima Derby, kwa hiyo asilimia kubwa nampa Singida Black Stars. Lakini Bichumi anasema kwamba Wakakonko Kigoma anasema naziona Simba na Azam wakitoka na alama 3 muhimu kutokana na quality walionayo, ukubwa wa vikosi na uwezo wa wachezaji walionao, wanaweza kuamua mechi katika hali isiyotarajiwa. Naona Simba 3 Coastal 0 na Singida 1 Azam FC 2. Ni maoni hayo ya mashabiki ambao wameweza kutuandikia
kupitia katika kurasa zetu mbalimbali. Lakini tukitazama mengine hapa katika mshike mabingwa watetezi wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara, Young Africans wamerejea katika uwanja wa mazoezi KMC Complex kujiandaa na mechi zijazo za mashindano mbalimbali ikiwemo ligi kuu soka NBC Tanzania Bara. Jumamosi ya wiki hii Young Africans itakuwa uwanjani hapo kuwakaribisha wajelajela maafande wa Tanzania Prisons katika mchezo wa mzunguko wa 18 wa ligi kuu ya NBC. Ikumbukwe hadi sasa Young Africans haijapoteza mchezo wowote wa ligi, hivyo inahitaji kuendeleza mwenendo huo kuelekea kutimiza malengo yao ya kutetea ubingwa wake mapema. Walter Harrison ni meneja wa kikosi hicho, anasema kinachofanyika sasa ni kupata tathmini fupi ya kikosi ili kuona ni kwa namna gani wako tayari kimwili na kiakili. Kila kitu kinaenda sawa, tunamshukuru Mungu. Tumerejea mazoezini baada ya kuwa na mapumziko ya wiki ya FIFA kwa mwezi Machi. Kama ambavyo unajua, kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa kwenye timu za taifa. Kwa hiyo wale walikuwa kwenye timu za taifa walikuwa wanaendelea na majukumu yao, ambao hawakuwa kwenye timu ya taifa kulikuwa kuna mapumziko kidogo, na tumerejea rasmi. Sasa hivi tuna rejea rasmi kujiandaa na mchezo wetu unaofuata dhidi ya Tanzania Prisons tarehe 4 katika uwanja huu wa KMC. So kila kitu kiko vizuri so far. Hali ya kikosi tutafanya tathmini siku ya leo baada ya timu kurejea kuangalia ni wachezaji gani ambao watakuwa kwenye hali gani kulingana na aina ya majeruhi ambao tulikuwa nao. So tunategemea kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa majeruhi wataweza kurejea, na wale wengine ambao labda wanaweza wakawa hawaja tayari kurejea kwa sasa hivi kupata time frame ya wakati gani ambapo wataweza kurejea. So medical department watafanya kazi hiyo, na baada ya mazoezi ya siku ya leo nadhani tutakuwa na clear picture ya kikosi chetu jinsi ambavyo kilivyo kuelekea kwenye mchezo wetu unaofuata. Tukiendelea kuwatazama wananchi, kurejea kwa Young Africans mazoezini kuna mshuhudia pia Abdihamed Mwali na kianza rasmi majukumu yake mapya ya kocha msaidizi wa kikosi hicho. Mwali amefurahi kujiunga tena na mabingwa hao watetezi wa ligi kuu, akiamini ni timu kubwa na kwake ni fursa nyingine ya kwenda kutoa mchango wake kwenye safari ya kutimiza malengo yao msimu huu. Yanga ni klabu kubwa sana ya mpira wa miguu, na ninachojua kwa upande wangu, nina uzoefu na Yanga kwa msimu uliopita, na nina furaha kubwa kurejea hapa kutoa uzoefu zaidi na mafanikio kwa timu. Nadhani tuna benchi la ufundi bora, hivyo kwangu ni kuja kusaidia kusukuma na kuhimiza wachezaji tu ili kufikia lengo letu kwa msimu mzima. Kwa hivyo nina furaha kufanya kazi hapa ili tuweze kukamilisha michezo iliyobaki kwenye ligi na kombe la shirikisho. Kwa upande mwingine, unajua ligi ya Tanzania sasa hivi inakuwa pia, hata wachezaji wanakuwa. Ndio maana unaona msimu huu kumekuwa na mechi zenye ubora na ngumu. Hivyo inabidi tujitathmini kama tunataka kuendelea kutetea ubingwa, na najua haitakuwa rahisi, lakini nina imani ya kutosha na nawaamini wachezaji wetu. Abdihamed Mwali ni huyo kocha msaidizi wa Young Africans. Na kwa habari hiyo, kwa muda huu tunapata nafasi ya kupata mapumziko, lakini kabla ya yote ni kufahamisha miongoni mwa yale tutakayofahamu tukirejea hapa ni pamoja na haya. Gianni Infantino athibitisha hakuna mabadiliko, Iran kukipiga kama kawaida Marekani katika fainali za kombe la dunia 2026. Na ujio wa ligi ya mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu waongeza morali ya kujifua kwa Unyanyembe ya Tabora. Asante kwa kuendelea kutazama Mshike, bado upo na Akida Kilango. Moja kati ya changamoto inayokabili Young Africans msimu huu ni majeruhi. Hadi sasa imewakosa baadhi ya wachezaji wake katika michezo muhimu, na wapo waliorejea na wengine bado wanaendelea kuwakosa. Yawezekana hiyo ni miongoni mwa mambo yanayoifanya Young Africans igawane alama kwenye mechi ngumu ambazo zimeshuhudia wachezaji wake wakijitolea kwa jasho na damu kupambania nembo ya wananchi. Afya yangu sasa ni tofauti na hapo awali kwa sababu nilipata majeraha katika mchezo wa Prison, nadhani ndio yalipokuwa makali. Kwa hiyo sasa hivi naendelea vizuri sana alhamdulillah, lakini madaktari pamoja na fitness coach bado anaendelea kunipa zile hatua ambazo natakiwa kupitia sasa hivi. Kwa hiyo naendelea vizuri kusema kweli. Kikubwa sasa hivi nadhani kelele na wao wanazisikia ambazo zipo mitandaoni, lakini hata kwa wadau wetu wakubwa nadhani wanaona message, simu za kawaida kuwahimiza hali yetu irudi kuwa kama mwanzo au kuendelee
kuongeza zaidi. Cette saison ça a été la saison n'est pas encore finie. C'est un peu difficile. Msimu huu umekuwa mgumu kidogo, lakini bado haujaisha. Haya ni mambo ya kawaida kwenye mpira na hata kwenye maisha huwa kuna vipindi vigumu. Wakati kama huo ni muhimu kukubali hali, kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kurudi tukiwa imara zaidi. Kitu muhimu kwetu ni kurudi kwenye kiwango chetu bora ili kuwafurahisha mashabiki na watu wote wanaotutegemea. Leo tumerudi tukiwa na umakini mkubwa, tukilenga kufanya kazi kwa bidii na kuwapa furaha mashabiki. On est revenu au séjour pour être très concentré sur le travail et faire plaisir au public encore. Katika hatua nyingine, Pacome Zouzoua ameonekana kukoshwa na hali ya ushabiki na ufuatiliaji wa soka nchini Tanzania, akiamini kuelekea pamoja AFCON 2027 Afrika itakwenda kujionea upekee wa Tanzania na mitandao ya kijamii. Kwa kweli mitandao ya kijamii hapa ni tofauti kidogo, lakini siwezi kusema Tanzania iko mbali sana na Cote d'Ivoire. Kuna vitu vinafanana pia. Siku hizi kupitia Instagram na mitandao mingine kila mtu anaona kila kinachoendelea. Iwe Ivory Coast, wa Tanzania au wageni, wote wanafuatilia. Mimi nikiongea kuhusu Yanga si kwa sababu tu nipo hapa, ni kwa sababu nafanya kazi yangu kama wengine. Tofauti kubwa ni mazingira na vibe. Watu wa Cote d'Ivoire wanafurahia kuja Tanzania hasa kwa AFCON ijayo kwa sababu wanajua hapa kuna wapenda mpira sana. Wana mapenzi ya kweli, inaonekana kila sehemu. Na niwaambie tu mashabiki, mnakaribishwa Tanzania, kuna mpira mzuri, burudani na mapenzi ya mchezo wenyewe. Pacome Zouzoua huyo mwanandinga ambaye anakipiga katika kikosi cha wananchi Young Africans. Tuelekee sasa kule Nairobi ambapo msafara wa timu ya soka ya taifa ya Kenya maarufu Harambee Stars rasmi umerejea Nairobi hii leo kitokea Kigali nchini Rwanda baada ya kumalizika kwa michezo ya FIFA Series 2026. Hii ni mara ya kwanza Kenya inashiriki kwenye michezo hii ambayo inafanyika kwa mara ya pili tangu kujaribiwa kwake mwaka 2024. Kitu kizuri kwao ni kuwa haikupoteza mchezo wowote na imemaliza kwenye nafasi ya 3 ya kituo cha Rwanda A ambacho kilihusisha timu za Estonia, Grenada na wenyeji Rwanda. Kwa upande wa Tanzania, mkurugenzi wa timu za taifa Almasi Jumapili Kasongo ametoa tathmini juu ya kile ambacho Tanzania imekivuna katika mashindano ya FIFA Series ambayo yametoka kumalizika pale Rwanda. Kwanza tunashukuru tumekuwa na michezo miwili ya FIFA Series, michezo mikubwa, michezo ya umuhimu mkubwa. Sisi sote tunajua kwamba Mwalimu Gamondi project yake ya 2027 imeanza pale Kigali kwenye FIFA Series. Kwa hiyo ilikuwa ni michezo muhimu ya kuona timu, ya kuona wachezaji, ya kutengeneza mwelekeo wa kwenda kwenye huo mradi wa 2027. Kwa hiyo Mwalimu anashukuru, amekuwa na mechi nzuri, ameona vijana wake, ameona namna gani ambavyo wanaweza wakacheza, namna gani ambavyo wanashika maelekezo. Kwa hiyo tosha kusema kwamba ni michezo miwili ambayo tumejifunza vitu vingi, katika maeneo yote, katika maeneo sisi kama viongozi wa shirikisho, katika eneo lao la kiufundi kwa maana ya walimu na wasaidizi wake, lakini pia hata katika eneo la wachezaji wenyewe pia. Nafikiri wamepata hiyo feeling ya namna gani ambavyo wanapaswa kucheza, namna gani ambavyo wanapaswa kuwa, na namna gani ambavyo wanapaswa kupokea hayo mafunzo kutoka kwa walimu. Kwa hiyo tosha kusema kwamba ni mashindano, ni mechi mbili hizo za FIFA Series ambazo kiukweli zimekuwa na kazi kubwa. Tumejifunza vitu vingi kupitia hiyo michezo miwili. Almasi Jumapili Kasongo huyo mkurugenzi timu za taifa akitoa tathmini yake na kwa sasa na timu ya taifa. Na kwa sasa naungana na mchambuzi wetu katika masuala ya soka Philip Nkini. Nkini, karibu sana. Asante kaka. Kwa Taifa Stars tumeona tulichokipata mchezo wa kwanza dhidi ya Liechtenstein, tukapoteza, lakini baadaye tumekipiga dhidi ya Macau na ushindi ukawa ndio huu wa 6-0. Mara ya pili tunashiriki katika michezo hii. Hii ina maana gani? Ikiwa huu naamini ndio ushindi wa kwanza. Hapana, huu ni ushindi wa pili. Mara ya kwanza tulicheza na Mongolia, tulishinda goli 3-0 pia. Kwa hiyo ni mechi ya pili tunashinda. Na ile ya kwanza pia kule nao tulipoteza. Kwa hiyo ya pili tukaja tukashinda. Nafikiri ni mashindano mazuri.
Kwetu sisi kama timu ya taifa na maandalizi yetu, kupata nafasi ya kucheza na hizi timu ni kitu ambacho ni kigumu sana kupatikana kwenye mazingira ya kawaida. Kwa hiyo ni mashindano ambayo tunatengeneza kwa sababu tunakutana na wachezaji kutoka kwenye mabara tofauti tofauti. Liechtenstein pamoja na kwamba kwenye ubora wako chini, watu wanakuambia kwenye taifa lao wako watu wachache zaidi kuliko sisi, lakini ubora nafikiri kila mmoja ameuona uwanjani. Kuna kitu wanakionyesha cha tofauti ambacho kwa wachezaji wetu watakuwa wamejifunza. Kwa Macau huwezi kujaji sana. Tunaona kwamba kulikuwa kuna gap kubwa sana kutoka kwa Stars ilivyo na wenyewe jinsi walivyo, kwa sababu ni moja kati ya taifa ambalo ndo linajijenga vizuri zaidi kuelekea kwenye soka. Lakini ukiwatazama Stars walivyocheza, unaona ya kwamba kuna mabadiliko makubwa kutoka ile mechi ya kwanza mpaka mechi ya pili. Ule ubora unaokuja sasa ni kile ambacho Stars walipata kwenye mechi ya kwanza. Mwalimu aliona kabisa ya kwamba anastahili kuwatumia wachezaji wengi, na pia alibadilisha 99% ya timu yake. Mwamnyeto pekee ndo alirudi, kwa hiyo ilikuwa ni nafasi pia kwa wachezaji wengi zaidi kupata nafasi ya kucheza. Tuwatazame Harambee Stars ambao tumetoka kutazama habari yao muda mchache uliopita wakiwa wamesharejea Nairobi pale Kenya. Wao walianza dhidi ya Estonia, wakatoka sare, na mchezo wa pili dhidi ya Grenada ukawa ndio huo. Hiyo mechi na FIO walitoka sare, afu wakaenda kwa mikwaju ya penalty wakapoteza. Kwa 1-1 dakika 90 walipoenda kwa mikwaju ya penalty wakapoteza, lakini wakaja wakacheza mechi ya pili. Hawakuwa tofauti sana na Stars kwa sababu nao mechi ya pili walibadilisha wachezaji wengi sana wa kikosi cha kwanza. Kwa nini? Kwa sababu kila mwalimu, Kenya na Tanzania wote mawazo yapo sana kwenye AFCON 2027. Kwa hiyo uliona Kenya walikuwa wanafikiria sana kuhusiana na AFCON 2027, lakini na Tanzania nao walikuwa wanafikiria AFCON 2027. Kwa hiyo nafikiri kila mmoja alienda na kikosi ambacho anaamini ya kwamba kuna wachezaji ataona picha yao tofauti na ile ambayo walikuwa wameiona nyuma. Matokeo ni kitu kizuri kwa sababu ukiona mabadiliko yao kila siku yamekuwa ni bora zaidi. Baada ya kuwatazama vijana Ben McCarthy, sasa tuwatazame Amavubi na matokeo ambayo wameyapata. Nao pia walicheza dhidi ya Grenada na mchezo wa pili dhidi ya Estonia. Rwanda kwanza ni jambo la kuwapongeza. Ni moja ya wanatengeneza timu yao ya taifa, na walishasema, mwalimu wao alisema kwamba wanatengeneza timu mpya ya taifa. Na umeona vijana wengi kwenye mechi mbili kati ya mataifa hapa karibuni, ndio taifa ambalo pia halijaruhusu goli lolote. Kwa hiyo wamefanya kazi yao vizuri, wamechukua ule, wanasema wenyewe wamechukua ubingwa wakiwa nyumbani kwao bila kupoteza mchezo hata mmoja. Ni kitu kizuri na kitu cha kuwapongeza ya kwamba kwa kile ambacho wamekifanya. Na haya ndio matokeo ya jumla katika michezo hii ya FIFA Series, ambapo kwa kule Australia bingwa alikuwa ni wenyewe Australia, nafasi ya pili Cameroon, nafasi ya tatu ilikuwa ni China, lakini kwa kule Azerbaijan walibahatika kuwa washindi, yaani mabingwa. Nafasi ya pili ikaenda kwa Sierra Leone na nafasi ya tatu ikaenda kwa Saint Lucia. Indonesia kwenye kituo chao Bulgaria wao waliibuka washindi, lakini Indonesia waliibuka nafasi ya pili na St Kitts and Nevis wakiwa wamechukua nafasi ya tatu. Pale New Zealand pale Bulgaria ni mara ya pili mfululizo ikiwa anachukua mashindano hayo, lakini New Zealand, Finland ndio walikuwa wa kwanza, wenyeji wakawa nafasi ya pili, Chile wakawa katika nafasi ya tatu. Pale Puerto Rico wenyewe walimaliza katika nafasi ya kwanza, nafasi ya pili ikichukuliwa na US Virgin Islands, nafasi ya tatu ikichukuliwa na Guam. Lakini kwa upande wengine ndio hivyo, Rwanda pale ilikuwa vituo viwili, Rwanda Aruba na Uzbekistan, na wenyewe wakamaliza katika nafasi hiyo. Nikushukuru sana Philip Nkini kwa kuweza kuwa nasi hapa. Pasina shaka wakati mwingine tena watakuja kwa ajili ya kuweza kupa uchambuzi wa masuala mbalimbali. Na huyo ni mchambuzi wangu Philip Nkini, tumekuwa naye hapa akitupitisha katika kile ambacho kimejiri katika FIFA Series. Lakini tukiendelea kutazama mengine hapa katika mshike, rais wa FIFA Gianni Infantino amesema na kusisitiza kuwa Iran itashiriki katika fainali za kombe la dunia na itacheza mechi zake kama zilivyopangwa kwenye draw ya michuano hiyo. Ramadhani Ngoda ametuandalia taarifa ifuatayo. Infantino amekaririwa akisema hayo leo Jumanne wakati wa mapumziko kwenye mechi ya kirafiki ya Iran na Costa Rica iliyochezwa nchini Uturuki, ambayo rais huyo wa FIFA alihudhuria. Mbali na vita inayoendelea Mashariki ya Kati, Infantino amewatoa shaka wadau na mashabiki wa soka juu ya uwepo wa taifa hilo katika michuano hiyo inayotaraji kuanza kutimua vumbi Juni 11 mwaka huu katika nchi za Marekani, Mexico na Canada. Wakati ambao unadhani labda mechi za Iran zitachezwa Canada au Mexico kutokana na mgogoro wa taifa hilo la Mashariki ya Kati na Marekani, msisitizo umetolewa kuwa mechi za Iran zitachezwa nchini Marekani, huku mchezo wa kwanza wa taifa hilo ukitaraji kupigwa Juni 15 mjini Los Angeles dhidi ya New Zealand kwenye kundi G. Baada ya mchezo huo, Iran imepangwa kukutana na Ubelgiji Juni 21 kabla ya kuikabili Misri Juni 27
katika miji ya Los Angeles na Seattle. Hata hivyo, ushiriki wa Iran kwenye michuano hiyo mikubwa duniani umewekwa shakani na uwepo wa vita inayoendelea kufukuta kati yake na ushirika wa Marekani na Israel tangu Februari 28 mwaka huu. Shirikisho la soka la Iran liliweka wazi kuwa wamejadiliana na FIFA juu ya kuhamisha mechi zao kutoka Marekani kwenda Mexico, huku rais wa Mexico Claudia Sheinbaum akisema kuwa nchi hiyo imejiandaa kuipokea Iran kwenye mechi zake za mzunguko wa kwanza kama ikihitajika. Aidha, Gianni Infantino aliwahi kusema kuwa rais wa Marekani Donald Trump alishatoa uhakika wa nchi hiyo kuikaribisha Iran kwa ajili ya michuano hiyo, lakini baadaye rais huyo wa Marekani alinukuliwa akisema kuwa timu ya Iran haitakiwi kutua Marekani kwa ajili ya kombe la dunia kama wanajali maisha yao na usalama wao, huku Iran ikijibu kuwa hakuna wa kuiondosha Iran kwenye kombe la dunia. Dunia inasubiri kuona mwisho wa sakata hili, FIFA ikitaka kombe la dunia lifanyike na kila timu ishiriki, ila sarakasi za misuguano ya kisiasa na machafuko vinaibua maswali mapya juu ya ushiriki wa Iran kwenye michuano hii. Je, ni mpira utashinda au tofauti za kidiplomasia na kisiasa zitakuwa limao kwenye ndoo ya maziwa? Alwatan Ramadhan Goda, Azam Sports. Ripoti ya Alwatan Ramadhan Goda inatupa nafasi ya kupata mapumziko. Tutakaporejea yapo mengine tutakayokufahamisha hapa katika Mshike Mshike, usiondoke. Tuendelea kufuatilia Mshike Mshike, bado upo nami Akida Kilango. Ikiwa ni siku 5 tangu kikosi cha Pamba Jiji kirejea mazoezini baada ya mapumziko mafupi, kocha mkuu wa klabu hiyo Francis Baraza ameeleza kuridhishwa kwake na mwenendo wa wachezaji wake katika kupokea maelekezo anayowapa kuelekea katika kuwakabili wapinzani wao Mashujaa FC. Taarifa zaidi na Innocent Alois kutoka Mwanza. Pamba Jiji, mazoezini CCM Kirumba. Ni siku ya 5 ya mazoezi mfululu, maandalizi ya kumdhibiti mpinzani Mashujaa FC. So preparation so far kwa mchezo wetu wa Mashujaa, tunajaribu kusukuma kuweza kuona kuwa wanarudi katika ubora wao. Ukijaribu kuangalia na vile wanavyocheza, naona fitness yao iko vizuri. So mambo yanakuwa mazuri kulingana. Leo siku ya 5 nasema kuona kuwa wako vizuri, picha ya wachezaji wote iko nzuri kabisa. Ndiye kiongozi wa benchi la ufundi Pamba Jiji, kocha labori Francis Baraza. Mazoezi yangu nasema nafanyisha mazoezi kulingana yule adui ambaye tunaenda kupatana naye. Nataka wachezaji wangu wawe wepesi katika mpira, na tumeupoteza, tuna defend kama timu, tuna mpira tunataka kama timu. Nafikiri ndio vitu viwili tukata football. So kwangu naona kuwa wanafanya vizuri sana. So wamenifurahisha, ukiangalia hata wale wametoka walikuwa majeruhi wamerudi, wanafanya vizuri. Si kocha wala wachezaji wanaokiri ugumu wa mpinzani. Kwenye ligi hakuna mchezo mwepesi, kila mchezo ni mgumu. Kwa hiyo kikubwa ni utayari wa wachezaji kupokea kile ambacho mwalimu anachokitoa ili kuweza kwenda kufanya kazi na kuweza kupata alama 3. Malengo yetu ni hali huwa hatupendi kwa ajili ya kushindwa, na kwenye boli pana kushindwa na draw. Wanasema wanaamini kwenye mazoezi Mungu na mashabiki. Inatakiwa kila mtu awe concentration kwa kila game yote, sababu tunajua umuhimu wa hii game, tunakwenda kucheza nje. Tunaendelea kuwaomba viongozi waendelee pamoja na wadau kwa ujumla wote waendelee kutusupport wote, wazidi kujitoa, na sisi kama wachezaji jukumu letu ni kuhakikisha tunaamini kuwapa furaha ya alama 3. Innocent Alois, Azam Sports Mwanza. Timu ya Unyanyembe imeendelea kujiimarisha kwa mazoezi mfululizo katika uwanja wake wa nyumbani wa Kumbukumbu ya Vita kuelekea mchezo wa ligi kuu soka kwa wenye ulemavu nchini ambao unatarajia kufanyika mwezi Juni mwaka huu. Unyanyembe imepata baraka za kutembelewa na mmoja kati ya vigogo wa soka la walemavu nchini ambaye ni mkurugenzi wa ufundi wa shirikisho la mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu nchini, Shabani Msangi. Taarifa zaidi na Juma Kapipi kutoka Tabora. Ni mwendo wa kujifua tu tangu kuanzishwa kwa kikosi hiki cha Unyanyembe FC. Mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu mkoa wa Tabora, Maulidi Mwikalo, amedai timu inazidi kuimarika. Timu ya Unyanyembe ni timu mpya, lakini sisi tulivyojipanga tunataka twende tukafanye mapinduzi. Kumekuwa kuna Sauti Para Sport wamekuwa ndio mabingwa wa muda wote, lakini pia kuna Ubungo ambayo ndio mabingwa watetezi, na sisi tunataka twende tukawape challenge kama Unyanyembe amputee. Kikosi hiki cha Unyanyembe FC
kipo chini ya kocha wake mkuu Hamad Simba. Walimu wanatufundisha kwanza ni pumzi, kwa sababu mpira wetu tunacheza dakika 50. 25 za kwanza, 25 za pili. Kwa hiyo sisi tunafanya mazoezi kwanza ya pumzi. Na mazoezi ya pumzi ndio kila kitu. Kwa hiyo sisi tutacheza mpira wa kukimbia mwanzo mwisho, na hatutoweza kukubali kushindwa. Tutashinda na Tabora tutaishangaza kwa sababu ni tuko vizuri ndugu mtangazaji. Timu ya Unyenyembe FC imepata bahati ya kutembelewa na uongozi wa shirikisho la mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu nchini. Huyu si mwingine ni mkurugenzi wa ufundi TAF Shabani Msangi. Kama hivi tumekuja hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ndugu zetu wanapata uelewa wa sheria za mchezo huu pamoja na kuongezea maarifa mengine. Kama nilivyosema kwamba hii ni klabu ambayo mpya imeanzishwa mwaka huu. Pamoja na yote tumekutana na changamoto kwa ndugu zetu wa Unyanyembe, changamoto ambazo wana uhaba wa vifaa vya mchezo kwa maana jezi, viatu, magongo ya kuchezea. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Klabu ya wachezaji wa zamani ya jijini Mwanza ya Rock City Veteran inatarajia kuwa miongoni mwa klabu 20 kutoka nchi za Kenya, Uganda na Tanzania zitakazoshiriki bonanza la Kitambi Noma litakalofanyika jijini Arusha mwishoni mwa juma. Wakizungumza na Azam Sports jijini Mwanza, baadhi ya viongozi wa klabu hiyo licha ya kutamba kuibuka na ubingwa wamesema ushiriki wao katika bonanza hilo la Afrika Mashariki unalenga kuimarisha umoja na mshikamano pamoja na kutangaza fursa zinazopatikana nchini. Kubwa la huu umoja wetu ni kuwaleta watu pamoja, wachezaji wa zamani waliocheza mpira kuwaleta pamoja. Sisi kama veteran pekee ya jijini Mwanza ambao tutakwenda Arusha kwenye mashindano ya International Bonanza la Kitambi Noma, tuna furaha na tunawiwa kwenda kufanya vizuri miongoni mwa veterans ambao tutakutana nazo kule kwa lengo kuu la kuiwakilisha jiji zima la Mwanza, ukizingatia sisi ni veteran pekee ambao tumepata fursa hiyo ya kwenda kwenye bonanza hilo. Kwa hiyo tutajitahidi tufanye vizuri. Hamasa iko juu sana, watu wamehamasika na maandalizi ni ya hali ya juu. Tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kwenda kushiriki ile bonanza la kimataifa la Afrika Mashariki linaloandaliwa na wenyeji wetu Kitambi Noma. Na kunako majaliwa basi tutapata baraka za Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa Saidi Mtanda. Atatuaga rasmi katika ofisi yake siku ya Ijumaa na kutupa baraka zote za kwenda kupambana, na tukijaliwa na imani tutarudi na iko kikombe. Kimsingi tunakusudia kukutana na zaidi ya vilabu 20 ambavyo vitashiriki katika ile bonanza. Ni fursa kwetu, kuna mambo ya msingi tutajifunza, lakini na sisi kuna mambo tunaamini watajifunza kutoka kwetu. Naamini itakuwa ni moja kati ya sehemu za kupanua wigo wa mahusiano, wigo wa kujifunza vitu mbalimbali. Naamini kuna kitu cha msingi tutakipata kupitia mashindano. Tuelekee sasa huko Nigeria ambapo mwanamke mmoja raia wa taifa hilo mwenye asili ya Lebanon ameamua kuutumia mpira wa miguu kama njia ya kuwasaidia vijana kujiepusha na matumizi ya dawa za kulevya. Kupitia viwanja vya mchangani ambavyo havina nyasi, Hida Egrada huwafundisha vijana mpira wa miguu, akiamini itawasaidia kutumia muda mwingi michezoni na kuachana na vishawishi vingine. Mji wa Kano uliopo kaskazini mwa Nigeria umegubikwa na janga la vijana wengi kujihusisha na matumizi ya dawa za kulevya, hivyo kuanzisha akademi ya soka. Mwanadada huyo mwenye umri wa miaka 27 amelenga kuwakomboa na kupunguza idadi ya watumiaji wa dawa hizo. It's not just a football academy. Sio tu ni akademi ya soka, tupo hapa kujenga kitu cha tofauti, kutengeneza maisha mazuri kwa kila mchezaji wetu. Wachezaji wako wengi kwa sasa, takriban 63, lakini tunahakikisha tunamtunza kila mmoja wao. Tunahakikisha kila mtu anaendelea vyema. Tunawapa wanachokihitaji, na kingine ni kuwasaidia watimize ndoto yao ya kucheza mpira wa miguu, ambayo pia ni ndoto yangu. Hivyo ndoto yangu ni kumwona mmoja wa wachezaji wangu akicheza nje huko, na ni ndoto yetu pia kuona mmoja wa wachezaji wetu anafanikiwa. Namna kufika hapo ndipo tunapohitimisha mshike kwa leo, lakini miongoni mwa story ambazo tulikuwa nazo usiku huu ni pamoja na uhondo wa ligi kuu soka ya NBC Tanzania Bara, Singida Black Stars uso kwa uso na matajiri wa jiji Azam FC.
kesho pale Airtel Stadium. Watani wa jadi Simba na Yanga hawapoi, wazidi kujiimarisha mazoezini mbio za kuwania ubingwa wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara 2025-26. Na rais wa FIFA Gianni Infantino athibitisha hakuna mabadiliko, Iran kukipiga kama kawaida fainali za kombe la dunia 2026 Marekani. Kufika hapo kuna la ziada kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kukuandalia mshike. Mimi ni Akida Kilango wa Akidu Kaida, mchozi alikuwa ni Fatma Abdallah Chikawe. Uwe na usiku mwema.